Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuelekea mchezo wa leo hii, mchezo mkubwa, unaweza kusema ni fainali ambayo inachezwa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara ya NBC, ambapo unafahamu ya kwamba leo hii ndio ile siku ambayo iliyokimbiwa, iliyogomewa na ikaweza kukamilika, ambao ni siku ya tarehe 25 ambayo inakwenda kuwakutanisha vigogo wawili wakubwa Tanzania. Hapa nazungumzia Young Africans kama bingwa mtetezi, lakini Simba Sport Club ambaye anataka kufuta uteja kwa klabu ya soka ya Young Africans. Msimu wa 3 mfululizo klabu ya soka ya Young Africans wanabeba taji hili. Vipi leo hii watafanikiwa kuweza kuendeleza mwendelezo kulichukua mara 4 mfululizo, ama Simba atakataa uteja? Yote hayo utakwenda kuyajua mara baada dakika 90 za mchezo huo, lakini mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha Amdi Mirudi, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Young Africans, kikosi ambacho amekitangaza leo hii mapema kabisa. Utakwenda kujua majembe yote ambayo yamepewa nafasi ya kuanza katika dakika 90 zidi ya klabu ya soka ya Simba Sport Club. Ni kina nani hao ambao wanaanza shughuli pale dimba la Benjamin Mkapa? Tutakwenda kujua kila kitu kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine nazungumzia ni Young Africans. Karibu. Bana, kocha Mirudi Amdi ameandaa mifumo yake pamoja na kikosi chake vyema kabisa cha majembe 11 ambayo yatakayoanza kumenyana dhidi ya wekundu Msimbazi Simba, huku Young Africans yakiingia na faida 2 ambazo anatakiwa aweze kuzikamilisha. Moja ni kupata ushindi katika mchezo huu ili kuongeza idadi ya alama kumkimbia Simba Sport Club, lakini kama akikosa alama 3 basi aondoke na alama 1 pekee ambayo itaendelea kuweza kuwatofautisha katika jedwali la ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kipigo kwa Young Africans kitawafanya wakose taji hili, ila kwa upande wa Simba wenyewe wanahitaji matokeo ni moja tu, ni ushindi peke yake. Unaona bana. Sasa kikosi golini anasimama golikipa namba 1. Hapa nazungumzia Afrika Mashariki na Kati, si mwingine bali ni Djigui Diarra, screen protector. Unafahamu bora wake miongoni mwa magolikipa ambao wana uzoefu wa kutosha kweli kabisa, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo amekuwa na mwendelezo mzuri kabisa katika michezo hii, na unafahamu kabisa kwamba amewahi kucheza michezo kama hii yenye pressure kubwa. Anafahamu kabisa, amewahi kucheza AFCON akiwa na timu yake ya Mali na kuweza kufika hatua nzuri. Kwa hiyo wanajua namna gani ya kuweza kutuliza pressure, na si mara ya kwanza kucheza dabi kama hii yenye pressure. Kwa hiyo utakwenda kuona ubora mkubwa kwa siku ya leo. Kwa upande wa Djigui Diarra, anasema ya kwamba yeye yuko kamili gado, anasubiri tu Simba walete timu uwanjani. Huku upande wa beki namba 2 anasimama Israeli Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa mabeki ambao walikuwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba, lakini kutokana na vuta ni kuvute hapa na pale akaondoka kuelekea Singida Black Stars, akatua Yanga. Yanga wakamwamini, wakampa nafasi, akaonyesha kile ambacho yuko nacho na kuaminiwa kuanza kwenye kikosi cha kwanza leo hii kwenye dabi kubwa kabisa. Wanafahamu ubora wake, kwa hiyo utakwenda kulishuhudia hilo likiweza kuanza na likiweza kutokea kwenye
kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Kupitia upande huo wa beki namba 2 ama upande wa kulia anasimama si mwingine bali unazungumzia ni Israel Mwenda. Lakini katika upande wa beki namba 3 upande wa kushoto anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Issa Shadrack Boka, moja kati ya mabeki ambao wanasifika kwa mwendo. Yani mwendo kweli kweli, kasi. Ana maarifa mguuni, ana uwezo wa kufunga pia. Ana uwezo wa kukuchungulia ukiwa langoni kama golikipa. Hiyo shughuli pia iko nayo Issa Shadrack Boka, na ameendelea kuwa na mwenendo mzuri ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Lakini bila kusahau ya kwamba wakati wa kupandisha timu anapaswa kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake vyema kabisa vilivyo. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo likiweza kutokea. Lakini katika upande wa beki hapo nazungumzia namba 4, atasimama si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa nyota hapa nazungumzia wagumu kuwapita kweli kweli, basi miongoni mwao ni hapa nazungumzia Ibrahim Hamadi Baka. Ana uwezo wa kupiga tackling, ana uwezo wa kukaba, anatumia maarifa, lakini nguvu ukihitaji pia zipo. Kwa hiyo hilo alina shida. Lakini kwa upande wa beki namba 5 anasimama Dickson Job. Unafahamu bora wake, moja kati ya beki ambaye ni mtulivu, ana uwezo wa kutuliza timu hususan upande wa walinzi. Ana uwezo pia wa kuhakikisha kwamba anakaa katika nafasi yake vilivyo kabisa, na amekuwa na mwenendo mzuri kabisa. Namna ambavyo kila mmoja anakwenda kushuhudia namna gani ambavyo safu ya ulinzi imekamilika. Kwa hiyo hapo mpaka hapo safu ya ulinzi imekamilika. Tunaingia katika upande wa viungo. Namba 6 atakuwepo Alidi Aucho, mtu mzima kabisa mwenyewe, akisimamia kazi nzima kabisa inayopatikana pale katika dimba la kati. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri kweli kweli, amekuwa na namba nzuri, amekuwa na muunganiko mzuri, hususan kuiunganisha safu ya ulinzi na safu ya viungo. Amekuwa na namna ambavyo anapiga pasi zake mpenyezo, namna ambavyo amekuwa akiendelea kugawa upendo. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia leo hii kazi kubwa ambayo atakwenda kuipiga ama kuichafua katika dimba la kati. Lakini katika upande wa namba 7 atakuwepo Maxim pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, mapigo na mwendo, kasi, nguvu, maarifa, nidhamu, vyote hivyo utakwenda kuvishuhudia leo hii kutoka kwa Maxim Nzingeli, akiweza kuzifungua kodi za Simba Sport Club katika dakika zote 90 ambazo mwalimu ataendelea kuweza kumuamini na kumpa hiyo nafasi ya kuendelea kuweza kuwachachafia Simba Sport Club. Lakini katika upande wa namba 8 anasimama Mudathiri Yahya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa wachezaji ambao mara nyingi sana huwa waimbwi, lakini kazi yao ni kubwa sana. Mudathiri ana sifa ya ukabaji, ana sifa ya kupokonya mipira na kuondoka kwa kasi na kuelekea katika lango la timu pinzani. Ana uwezo wa kutoa assist, yani pasi za upendeleo, lakini wakati mwingine akiona kama simu zake zinakuwa akipiga hazipokelewi, basi huwa anapiga mwenyewe moja kwa moja, yanazungumzia kufunga. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia leo hii kazi kubwa ambayo ataifanya Mudathiri katika eneo la namba 8. Lakini katika upande wa namba 9 atasimama Clement Mzinze. Unafahamu ubora wake, miongoni mwa nyota ambao kazi kubwa kweli kweli anaifanya. Mpaka sasa mabao 13 katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Vipi ataweka mwendelezo katika ufungaji kupitia leo hii mchezo huu wa leo, ama itakuwaje? Tutakwenda kushuhudia namna gani ambavyo Clement Mzinze atakwenda kuzifungua kodi za Simba Sport Club. Je, ataharibu clean sheet ya Kamara? Tusubiri kuweza kuona ni yapi atakayojiri katika kikosi cha leo. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama Cletus Chama, mwamba wa Lusaka. Unafahamu bora wake, anajua kazi anayoifanya, wanamfahamu wenyewe, na unaambiwa Cletus Chama ambaye anatafuta mkataba si sawa na Cletus Chama ambaye ana mkataba mpya. Akiwa na mkataba mpya si Chama ambaye anamaliza mkataba alafu anatafuta mkataba mpya. Kwa hiyo leo hii shughuli itakuwa ni pevu kweli kweli. Lakini katika upande wa namba 11
pia atakuwepo si mwingine bali ni Profesa Waboli, nazungumzia Pacome Zouzoua, kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akiendelea kuweza kuifanya. Ameendelea kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Utakwenda kushuhudia mapigo na mwendo, kasi, maarifa mguuni, namna ambavyo wanajua kuzifungua kodi za wapinzani. Kwa hiyo leo hii kazi itakuwepo kweli kweli. Tusubiri kuweza kusikia ni yapi mengine yatakayoweza kujili. Ilaweka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na kikosi hiki. Wewe umekionaje? Na matokeo ya leo unampa nani nafasi? Ni kati ya Simba ama itakuwa upande wa Young Africans? Kumbukwe kwamba kombe litakuwa liko mezani kwa siku hii ya leo, ambapo atakayeshinda mchezo huu ama atakayetoa sare ni Young Africans ataondoka.